mtaani kule. Hapa mnachunguza kitu gani? Unachunguza nini kwa mtu aliyechukua fedha? Wazi kabisa amechukua fedha, na mnachunguza kitu gani hapa? Mnachukuaje mwaka mzima na huyu yuko mtaani anadunda na fedha ya umma? Mnachunguza kitu gani? Mnamwachaje anadunda nje na fedha ya umma anayo na watu wanapata shida ya maji? Huyu atafutwe popote alipo, akamatwe, awekwe ndani mpaka fedha hiyo irudi. Mtu aliyehujumu anapata wapi? Mtu aliyehujumu uchumi anapata wapi dhamana ya kwenda nje? Mtu aliyehujumu, mtu anayefanya hujuma ya uchumi kwa namna hii anapata wapi dhamana? Ndio maana wanachezea serikali. Anajua tutadunda dunda mwaka mzima na fedha anayo, tuanze kutumia fedha nyingine ya kumtafuta. Kamanda wa polisi, mtafuteni popote alipo. Ninapomaliza ziara hapa niambiwe ameshakamatwa, na angekuwa na akili angerudisha hii fedha kabla sijapita hapa. Kamateni, acheni mchakato wa kuwahurumia wezi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mpigie na mkuu wa mkoa mwenzako wa Dodoma amwelekeze kamanda wa mkoa popote alipo ndani ya nchi akamatwe. Hatuwezi tukawa tunawaheshimu watu wasio na heshima, wasioheshimu mali ya umma, wasioheshimu utu. Hivi alitokea na mwingine, kijana mwingine pale anatapeli, ameenda kumtapeli mama wa watu, mama mzee, mama maskini, ameenda kumtapeli, akatapeli, akachukua hati yake, akakopea, anatembea mkanda nje, anatembea na tai, mtanashati, kumbe ametapeli mama maskini. Nilisema akamatwe, awekwe ndani mpaka arudishe hiyo fedha. Wanaharakati wakawa wanasema sasa haki iko wapi? Yeye aliyoaibia akina mama wanaohangaika masokoni humo, wananunua maji kwa gharama ya juu. Haki iko wapi hapo? Haki iko wapi hapo? Mimi siwezi kuwaheshimu watu wanaoiba. Nyie kama mnawaheshimu na wezi waheshimuni. Mimi hakuna kuwaheshimu wezi. Mkamateni, azitapike hizo fedha. Azitapike hizo fedha ndio awe huru. Na nimetoa maelekezo kwa wakandarasi wote. Kila mkandarasi anayepewa kazi akishapokea fedha, tunataka thamani ya fedha hiyo tuione kwenye mradi. Nani kawaambieni fedha ya umma ni matunda ya mtu wa porini ulioko barabarani, kila mtu anachuma tu? Nani kawaambieni ni matunda ya porini yaliyoko barabarani, kwa kila mtu anachuma tu, anajichumia tu? Hizi hazitapiki. Akishazitapika ndio nyewe mfanye mchakato wa hizo kesi zingine. Sasa hivi kama watachangishana huko kwenye undugu wao, warudishe kwanza fedha ya umma. Jana nimepita hapo tena, naambiwa Handeni hapo wataalamu wetu rais wetu kahangaika kutafuta fedha, anataka vijana wa Handeni wapate VETA, wajifunze, wajiajiri, waajiriwe, wawe na ufundi. Alafu watu wetu wamepelekewa simenti, wameiacha mpaka ikaganda. Ingekuwa ya nyumbani kwao, wanajenga nyumba zao, wangegandisha simenti. Zaidi ya mifuko 1000 wamegandisha. Simenti ya kujenga VETA ya Handeni, kukiwa na viwanda vitatu Tanga, imeenda kuchukuliwa Mbeya.
viwanda hapa vya kutembea kwa mguu. Mimi nasimuliwaga na wazazi wangu, wazee wetu Singida walikuwa wanatembea kwa mguu mpaka Tanga. VETA inajengwa Handeni, viwanda vitatu viko hapa, simenti imeenda kuchukuliwa Mbeya. Njombe pale pana VETA inajengwa, kiwanda cha simenti kiko Mbeya hapo, simenti imeenda kuchukuliwa Dar es Salaam. Alafu simenti inaganda, watu wamepewa majukumu, kila siku wako kazini, kila mwezi wanalipwa. Nimeelekeza hao nao hiyo simenti walioigandisha hiyo wakatwe kwenye mishahara yao, alafu hatua za kinidhamu zianzie hapo. Upuzi wa aina hii hatutauvumilia. Na kwa wale wanaodhania tutacheka nao, wakaisome hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyotoa wakati anazindua bunge. Wakaisome hotuba hiyo. Mimi nimesikiliza na nimeisoma na katiba. Haya mambo hatutakuwa na mzaha nayo. Wale wanaosema sasa anakuwa mkali sana atachukiwa. Nani kawaambieni mimi nimeteuliwa kuja kupendwa? Nakushukuru sana, umesema wewe unanipenda, nakushukuru sana. Lazima watu waheshimu mali ya umma. Wangejua kwamba Watanzania hawa wanalipa kodi kwa kujibana. Watanzania hawa hawalipi kodi kwa ziada, hawalipi kodi kwa sababu wana fedha nyingi wamekosa pa kupeleka. Hata wakaona wawapelekee serikali. Wanajibana. Kuna kina mama hapo analipa ushuru, siku nzima anashindwa kumpa hata kitumbua mtoto wake. Anasema fedha hii ikatekeleze mradi wa maji. Alafu anatokea mtu anataka tumheshimu, amechukua zaidi ya milioni 100. Hilo alipo. Makamanda wa polisi popote pale walipo, popote pale huyu mtu alipo, asakwe popote alipo. Akamatwe, akishazitapika hizo fedha ndio awe huru. Daniuliza anatumia sheria gani? Mtu hawezi kuhujumu, hawezi kufanya hujuma ya nchi namna hii na akawa huru. Na mimi katiba imenipa jukumu la udhibiti na usimamizi. Wanaye hoji utahoji huko, utahoji. Na wewe kama una ushirika na wezi, na wewe tutakukamata. Basi natoni hapa kwamba bado dakika 3 tu muda wetu umefika mwisho. Mimi niwashukuru sana.